kwa mimi binafsi ninaona hiyo adhabu ni ndogo. Ilipaswa kuwepo adhabu ili kuwe funzo kwa watu wengine, kama ilivyochukulia adhabu za mauaji inavyoyachukulia, kwamba kunakuwa na kifungo cha maisha. Kwa sababu uzushi, hata Biblia inasema uzushi ni uchawi, uongo ni uchawi. Kwa mtu aliyesababisha mauaji ya mtu mwingine hawezi kuhukumiwa miezi 6. Mahakama lazima iliangalie kwa upya hili. Kwa taharuki kubwa kwa jamii zetu na kuwafanya vijana wengine kushindwa kufanya majukumu yao ya kila siku kwa kuogopa kuibiwa nyeti. Kwa hiyo vijana waliopewa adhabu ya kuhukumiwa miezi 6, mimi nafikiri inawastahili, kwa sababu swala hilo kwa asilimia kubwa lilikuwa ni uongo, alafu imewagharimu wengine hadi kuwapelekea kifo. Kwa kweli, kwa ujumla haya mambo yameleta taharuki kubwa sana. Watu wengi wamepoteza maisha kwa issue ambayo haieleweki. Mimi mwenyewe mpaka sasa hivi siamini kama inaweza kawa ni kweli au sio kweli. Maana mitaani watu walikuwa wamejaa, wamefunga maraba bendi, wengine pini na nini. Kwa hiyo mimi nilikuwa nataka nishauri serikali, adhabu waliotoa ya miezi 6 ni ndogo. Ile adhabu waliotoa mahakama ni ndogo sana, hailingani na kupoteza maisha ya mtu. Wangekuwa wanafungwa miaka 2 mpaka 3 mpaka 5 ili iwe fundisho, hiyo issue isirudiwe tena. Kwa hiyo ni swala la uvumi. Kwa kama ni swala la uvumi na watu wamechukua na hatia, wapigwe tu hata mwaka mzima zaidi, ili wapate fundisho na wengine wasije kuzusha mambo kama hayo, kwa sababu yanaleta taharuki mtaani. Taharuki iliyotokea ni kubwa. Unakuta kuna watu wamekufa, kuna watu wamepoteza majukumu yao, shughuli ni nyingi za kuweza kuathirika, kwa sababu unakuta mtu anaacha shughuli zake za kazi za msingi, inabidi akimbie mara kuhangaika huku na kule. Kwa hiyo inakuwa kweli ni shughuli ngumu sana.